Chanzo cha maji siku zote kinatakiwa kilindwe. Sasa haya yanayofanyika kwenye bwawa la Mindu kule ni kinyume cha kanuni za uhifadhi wa mazingira, lakini uhifadhi wa vyanzo vya maji, kwa sababu kuna shughuli zinafanyika pale kama za uchimbaji madini ambazo zinaathiri ubora wa maji ambayo yanapatikana kwenye hicho chanzo kutokana na sumu ambazo zinaweza kupatikana kwa hizo chemicals ambazo wanatumia katika kuchakata yale madini wanayochimba. Sasa tumetoa maelekezo kwamba hizo shughuli zisimamishwe na wale wote ambao wanahusika na uchimbaji pale waondolewe, ili tuhakikishe kwamba yale maji yanaendelea kuwa salama, kulinda chanzo cha maji, lakini pia hata kulinda mazingira kwa ujumla. Kwa sasa tumefanya uwekezaji mkubwa kwenye eneo la Kingolwila. Tumekamilisha mradi mkubwa wa usambazaji wa maji maeneo mengi ambayo kwa pati huduma. Maeneo ya Kitungwa sasa hivi tunaunganisha wananchi, tayari tumeshalaza matawi, kuna mabomba yamelazwa, tunaendelea kulaza. Tumekamilisha kazi kule Kologoso ambako ni eneo ambalo halijakuwa na miundombinu kabisa ya maji. Tumekamilisha kazi kwenye maeneo mengi ya shule, mtaa shule kule, mtaa zahanati, Tambukareli, mtaa wa bomba la Zambia, maeneo mengi ambayo kwa kweli yalikuwa na changamoto ya huduma ya maji, sasa hivi wanaweza kupata huduma ya maji. Lakini bado tunaendelea pia, serikali imewekeza kwenye maeneo ya Mkundi, Kiegea na Lukobe. Tunapata zaidi ya fedha bilioni 1.331 kutoka serikali kuu, lakini na sisi tumechangia kama milioni 484. Kwa jumla kama bilioni 1.8 imewekezwa kwa ajili ya kulaza kilomita 194 Lukobe, Mkundi na Kiegea, na wananchi wameanza kuunganishwa maji. Mpaka sasa tumeshaunganisha wananchi karibia 1900, 1828 ni karibia 1900 kufikia sasa, kwa sababu bado tunaendelea kuunganisha na kazi hiyo inafanyika vizuri. Kwa hiyo kazi kubwa inafanywa na serikali, na hiyo ni awamu ya kwanza ya ulazaji wa mabomba. Tunaenda kwenye awamu ya pili ambayo tutalaza mabomba kilomita 268. Tayari mzabuni ashapatikana na mabomba yashaanza kuletwa, na baada ya hapo tutaenda kwenye awamu ya tatu ambayo tunaendelea kutafutia fedha, tutalaza karibia kilomita 248. Kwa hiyo kazi kubwa inafanywa. Kama taasisi ni kuendelea kuwekeza kuvumbua vyanzo vya maji vipya, ikiwemo ujenzi wa mabwawa na halikadhalika utafiti wa maji chini ya ardhi. Nitumie nafasi hii kuishukuru serikali ya awamu ya 6 pamoja na sekta ya maji kwa kuamua kujenga bwawa la Kidunda. Bwawa la Kidunda ni muhimili wa upatikanaji wa maji, na hili limekuwa ni kilio toka miaka ya 60 kuwepo na uwekezaji mkubwa wa bwawa la Kidunda ambalo litafungua fursa kwa jamii, halikadhalika upatikanaji wa maji toshelevu katika jiji la Dar es Salaam, Pwani pamoja na manispaa ya Morogoro.